Sawa. Sasa tukiendelea kuziangalizia taarifa zetu ambazo tumekuandalia siku ya leo, ni hivi karibuni tukitoka nje ya mipaka ya Tanzania, serikali ya Ivory Coast mapema jana imeripotiwa kuvunja tume huru ya uchaguzi CEI kufuatia ukosoaji mwingi dhidi ya chombo hicho, ambapo mfumo mpya wa usimamizi wa uchaguzi unatarajiwa kuwekwa hivi karibuni kulingana na taarifa ya msemaji wa serikali. Lakini wakati hili likiendelea nchini Ivory Coast, nchini Burkina Faso napo kumeshuhudiwa hatua ya kusimamishwa kwa mashirika 205 ya ndani, ikiwa ni sehemu ya kudhibiti shughuli za asasi za kiraia. Sasa wakati maamuzi haya yanaonekana kuchukuliwa na baadhi ya mataifa ya barani Afrika, yanaonekana kubeba hatima ya demokrasia katika siku zijazo, ambapo tangu uhuru viongozi wa Afrika wamekuwa wakitafuta njia za kuendesha demokrasia za nchi zao pamoja na kupambana na ukoloni mambo leo. Hiyo ndio sababu ikafanya tumwalike Patenus Niegira ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi, tukijadili mwelekeo wa demokrasia katika nchi zetu za Afrika. Patenus, kwa mara nyingine tena, najua uko vizuri, karibu sana kwenye Kasri. Najua siku zote nimekuwa nikikualika tu, Patenus njoo tuungane, lakini leo kwa mara ya kwanza tunafanya kipindi. Tunafanya kipindi. Nimefurahi sana, asante kwa kufika. Na moja kwa moja kuna hoja huwa inazungumzwa kwa baadhi ya viongozi wetu, lakini pia hata wanazuoni wa masuala ya siasa, kuwa demokrasia yetu si sawa na za magharibi, licha ya vielelezo vya demokrasia kuwa ni vile vile. Tunapo define demokrasia tunaidefine vile vile, lakini kwa nini inaonekana kama demokrasia yetu ya Afrika ni tofauti na demokrasia kutokea mataifa ya magharibi? Ya, asante sana, na niseme kwanza lazima tuanze tuelewe mfumo huu wa demokrasia umetokana na nini. Tunapozungumza demokrasia, kumekuwepo na vuguvugu kubwa dhidi ya utawala wa mwanadamu. Kwa hiyo tokea mwanadamu anajitambua na kuachana na kuishi msituni, amekuwa anatengeneza namna fulani ya kujitawala. Na namna hiyo imeelekezwa katika taasisi na baadaye ikazaa serikali. Kwa hiyo jamii nyingi zimetoka huko. Na mfumo wa serikali ambao umekuwa ukitawala ulikuwa ni mfumo wa kifalme. Sasa mfumo wa ufalme baadaye ulikuja ukaanza kukiuka misingi kadhaa ya mwanadamu. Na hiyo inatokana na vuguvugu la wanazuoni wa kale, tunaweza tukawaita hivyo, lakini tunasema ni wanafikra, wanafalsafa. Wamekuwa wakisema mwanadamu ni kiumbe hatari sana, na hivyo akifai kuendeshwa tu kawaida, ila kinafaa kuendeshwa kwa ncha ya upanga. Kwa hiyo wakatangaza kwamba tunapokuwa tunamtawala mwanadamu ni sawa na vita ya wote dhidi ya wote. The war of all against all. Kwa hiyo wamekuwepo watu waliokuwa na fikra kama za aina hiyo, watu kama wakina Hegel, watu kama wakina Friedrich Nietzsche na wengineo. Ila watu kama wakina John Locke miaka 1860 na ushe, yeye alianza kukataa habari hizo, na hasa alipokuwa anamwangalia mwanadamu katika sura pana. Na hii inatoka huko nyuma sana. Yeye anasema hapana, mwanadamu ameumbwa kwa values fulani hivi ambazo uwezo ukazikuta kwa viumbe wengine. Na zilikuwa 3 kama sio 4. Ya kwanza kwamba na uwezo wa kumiliki mali, lakini pili awe na furaha, 3 aweze kujitawala mwenyewe. Sasa ukija ukaangalia mwaka 1776 na kumradhi ni kabla ya mwaka 1864, wakina John Locke walikuwa 1600 na ushe. Marekani wakina Jefferson katika lile azimio la uhuru, wao waliweka mambo hayo kwamba hapana, lazima awe na furaha, lazima awe na huru, lazima awe na mambo hayo mengine. Lakini kimsingi ilikuwa ni kumiliki mali na vitu kama hivyo. Ila miaka ya nyuma sana, mapambano dhidi ya utawala wa mwanadamu yalikuwa ni magumu sana. Tawala za kifalme zilikuwa na ugumu wa kuweza kutawala watu. Kwa hiyo vita vilikuwa ni vingi. Sasa wanafalsafa wa Ugiriki ndio wakaja sasa na kaneno fulani, wakakaita demokrasia. Kwamba sasa ili tutoke kwenye haya machafuko dhidi ya watu, maana hata wafalme na majeshi yalichoka kukaa kwenye vita, wakasema sasa, wakatengeneza kitu kinaitwa demokrasia. Sasa neno demokrasia ni utawala wa watu. Watu walikuwa wanabishia kwamba
tawala za jamii na hasa serikali si za kurithishwa, ni tawala ambazo inabidi tuamue. Lakini vile vile lazima tuchague viongozi wetu na lazima tuhusishwe kwa 100%. Sasa mfumo wa kifalme ni tofauti kidogo. Wenyewe unarithi, lakini vile vile nyote mnakuwa ni mali ya mfalme. Nyote ni mali ya mfalme. Kwa hiyo wakasema hapana, tutengeneze utawala ambao utatuwakilisha, utawala ambao wote kwa pamoja tutajisikia. Kwa hiyo neno demokrasia lilianzia hapo katikati ya karne ya 5 kabla ya Kristo, lakini sio kabla ya Kristo, wanasema ni BCE, before common era, kabla hata ya Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ndo mambo yalikoanzia. Sasa utawala huo ulileta kidogo heshima, ulipunguza watu katika miaka ya 510 BCE mpaka kuja kufika ya 12 miaka 1215 huko England, angalau na watu walianza kutaka hali ya kujitawala wenyewe na haki msingi fulani, na ndicho hicho kinachoitwa the Charter of Great Freedom, mnaita Magna Carta. Kwa hiyo mwaka 2017 ikawa sheria rasmi ndani ya England kwamba basi watu waweze kujitawala. Kwa hiyo demokrasia ikabeba sifa zifuatazo. Ya kwanza, kuna kitu inaitwa utawala wa umma, yani popular sovereignty, kwamba watu watahusika kutengeneza serikali yao kwa kupitia kuwachagua, uchaguzi au kura za maoni au kujihusisha kisiasa. Hilo ilikuwa ya kwanza, sifa ya kwanza. Lakini sifa ya pili ikawa ni utawala wa sheria, kwamba mambo yote yatokane na sheria, mambo yote ambayo yanahusika katika kutuongoza yawe tumekubali na tumeyapitisha na viongozi wote wayaishi. Kwa hiyo asiwepo mtu kuwa juu ya sheria, hata viongozi wenyewe, kama ilivyokuwa kwa mfalme. Mfalme alikuwa anamiliki watu, lakini katika huu utawala walioanzisha wakasema hapana, sisi hatutakiwi kuwa miliki ya mfalme, sisi inabidi tujiamlie wenyewe, tukutane katikati. Na ndio maana ule msingi wa kwamba tawala zote za serikali na zinginezo zinatoka kwa watu, ule mfumo au kile kifungu mnachokiona hata kwenye katiba yetu kwamba mamlaka ya serikali na taasisi zake na uongozi yanatoka kwa umma, ndiko kote kulikotokea mambo hayo. Lakini nyingine, ukiachana na utawala wa sheria, kuna haki msingi, kwamba kuna uhuru wa watu kuzungumza, kuna uhuru wa watu kuongea, kuna uhuru wa watu kushiriki kwenye siasa, uhuru wa vyombo vya habari na mengineyo. Zinaenda hizo mpaka zinafika kwenye haki zingine ambazo zinahusika na tuseme zinahusika na sura pana ya kwamba tunachaguaje viongozi, tuna taasisi zipi zinazotutawala, mpaka kufikia kwenye vyama vya siasa. Kwa hiyo hiyo ndio misingi ya demokrasia, na demokrasia ndiko chimbuko lake. Sasa tunapozungumza sasa, nikija kwenye swali lako kwamba kwa nini ya kwetu ni tofauti na ya magharibi? Ni tofauti. Demokrasi, neno demokrasia kwa misingi yake hatutofautiani na mataifa yote haya. Kwa sababu ukisema utawala wa watu, ndio hicho akiwezi kikawa tofauti na magharibi, maana neno lenyewe linazungumza utawala wa watu. Sasa usipokuwa na utawala wa watu, manake either uwe na utawala wa mtu mmoja, kitu ambacho sio sawa. Na ukiangalia kwenye katiba yetu wameainisha kwamba ili tuweze kuwa na jamii yenye misingi ya uhuru, yenye misingi ya haki, yenye misingi ya utu na amani, lazima tutumie mfumo wa demokrasia. Japo katiba haikudefine demokrasia yetu ni epi, ila iliacha hivyo. Ukiangalia kwenye maneno ambayo yametafsiriwa na katiba yetu, hilo neno demokrasia halimo. Kwa hiyo ni kwa sababu ya kwamba ni demokrasia hii tunayoisikia na tunayoitambua, ila ambacho mataifa wengine pia wanafanya. Ambacho kinatofautisha ni namna ya kuiendesha demokrasia hiyo. Hapo kuna utofauti, ila misingi ya demokrasia ni ile ile, ila mifumo ya kuiendesha hiyo demokrasia ni tofauti. Kwa mfano Afrika wanaangalia ushiriki wa watu, lakini vile vile na umoja wa jamii. Sasa hiyo tu concept hiyo peke yake ina namna yake ya kuisimamia na tofauti na magharibi. Magharibi inaangalia haki ya mtu huyu mmoja mmoja. Ila Afrika, kwa sababu mazingira yetu ni ya kifamilia zaidi, ni ya upamoja, na kwa sababu tuko hivyo
namna yetu ya kuendesha demokrasia itatofautiana na haki ya mtu mmoja. Kwa hiyo si kwamba demokrasia yetu ni tofauti, ni ile ile, ila kinachotofautisha namna ya uendeshaji. Sasa mara nyingi viongozi wa Afrika, wanazuoni na watu wengi huwa wanasema hivyo kwamba demokrasia ya Afrika inatofautiana, demokrasia ya Marekani ya wapi inatofautiana kutokana na tafsiri ya muundo wake. Utatekelezwa vipi? Kwa hiyo kimsingi demokrasi ni kitu kile kile, ila tunakitofautisha namna ya uendeshaji. Na nitakupa mfano mwingine wa mwisho. 2 mara 2 ni 4. 2 mara 2 iko hivyo kuanzia Afrika mpaka Asia mpaka Marekani. Ila sisi tulipokuwa tunasoma, kwa sababu lazima uhesabu vitu vikupatie 2 mara 2 4, sisi tulikuwa tunapewa visoda. Tulikuwa tunapewa vijiti fulani hivi zamani. Baadhi ya watu wanaona kwamba mwanzoni ulisema kwamba tutengeneze mfumo ambao tutakutana wote katikati. Lakini kwetu sasa hivi inaonekana kama, kwa baadhi ya watu ukizungumza nao, wanaona kama ukitaka kufanya jambo lako liende kwa haraka na lifanikiwe kwa haraka, ukiruhusu sauti za watu wengi ambao ndo hapo kwenye kukutana katikati, kwa namna moja ama nyingine unachelewa. Na ndo hapo hata unajaribu kuona hata kuna matumizi ya nguvu labda pengine katika maeneo mbalimbali. Hii inatokana na nini? Nimalizie kwanza kusudi hiyo point ije ieleweke vizuri kwamba 2 mara 2 ni 4. Sasa sisi tunaosoma huku kwetu huku tunapewa visoda, tunapewa vijiti, tunahesabu 2 mara 2 tunaweka 4. Lakini mtu aliyoko China apewi visoda, anapewa vitu vingine tofauti, beads nyingine tofauti. Na sasa hivi zipo za kisasa, ukienda kuwanunulia watoto utajua, utaziona zipo za kisasa, sio visoda tena. Kwa hiyo kumbe mazingira ya wakati huo uliomo na misingi ambayo inakutawala katika kuzalisha madaraka na kuyatumia au na kuyasambaza ndiyo njia itakayo kutafsiria uendesheje demokrasia yako. Sasa tunapokuja swala la kwamba ukitaka uendeshe mambo usisikilize sauti nyingi, nadhani hapo ndipo mgogoro unakoanzia. Kwa sababu neno demokrasia ni utawala wa watu. Tafsiri ya utawala wa watu ni kwamba mamlaka ya uongozi yanatoka kwa watu. Katiba ile unayoiona, mfumo ule wa kisheria ndio unaotoa tafsiri sahihi na halali ya kwamba kiongozi afananeje. Kwa hiyo yale mamlaka wameyakasimisha kwa chombo kinaitwa serikali. Kwa serikali sio chombo kimsingi, sio wenye nguvu, sio wenye mamlaka. Ni chombo cha kuonyesha mamlaka ya watu. Kwa hiyo ndio maana wanashiriki kupiga kura, wananchi kuweka serikali na kuiondoa. Kwa mfano huyu anayesema kwamba usitumie watu, mbona wanaingia kwamba tuchaguliwe? Kwa nini wanafika huko? Si wangeacha wakaendelea, lakini hawawezi. Kwa hiyo kumbe cha msingi ambacho inabidi tukielewe na ambacho tawala hizi zinatakiwa zifahamu ni kwamba ule utawala wa kudhani serikali ni kiranja, ule utawala wa kudhani serikali ni baba na mama kwa watu, waachane nao. Na kimsingi, na ndipo napotofautiana mimi na Mheshimiwa Ruto anayesema kwamba tatizo letu ni ajira na umaskini. Si Mkenya wala Mtanzania wala, ni kweli, lakini mimi tatizo sio tu umaskini, kwa sababu mwanadamu kupigania uhuru alikuwa swala la umaskini au utajiri. Alikuwa anataka kuonyesha ile tunasema supremacy alionayo dhidi ya wanyama wengine katika kundi la wanyama. Maana mimi na wewe ni wanyama. Ukisoma biolojia tuko kwenye animal kingdom. Kwa hiyo kumbe wewe na mbuzi, wewe na kiumbe yoyote mko kwenye kundi moja la wanyama. Lakini sasa kinachotofautisha ni kwamba sisi tuna akili, tunapigania uhuru, tunataka tujiachie, atuishi tena msituni. Kwa hiyo kumbe jambo kubwa ni hilo, kwamba sisi sio watoto wa serikali. Kwamba serikali naweza akasimama akasema nyinyi watu sijui nini, hapana. Sisi ndio tunalipa kodi kukifanya chombo kinaitwa serikali kiwepo. Na mazingira hayo ndio ujamii wa mwanadamu. Kwa hiyo kumbe hata isinge kuwepo magharibi kuja na hiyo tunayoita demokrasia, mfumo huo,
bado na sisi tungefika kwenye huo mfumo, kwa sababu tawala za falme zilikuwa zinapingwa na mwanadamu ana asilia hiyo ya kwamba sitaki kubanwa kwa sababu yeye akili yake. So unaona unavyonitazama hapa, hauko tu unanitazama, uko mbali sana, uko nje ya hii mipaka ya studio. Huyo ndio mwanadamu, is wired. Huyo ndio mwanadamu, na ndo maana mabomu, nyuklia inatengenezwa si kwa ajili ya tembo, sio kwa ajili ya kitu gani kingine, ni kwa ajili ya wewe. Kwa hiyo uone unavyotisha. Na wanasayansi wanasema, kwa mfano, mwanadamu ana 5 nadhani, kama hiyo hesabu sitakosea vizuri, lakini ana 15 million brain cells. 15. Na seli moja ina uwezo wa kubeba, kwa mfano tukiweka kwenye vitabu kwa kuvikalili tu, acha tu kusoma na kuelewa, ukalili kuanzia rangi mpaka mwisho, vitabu 1000 seli moja inabeba. Seli moja inabeba. Kwa hiyo sio kitu cha kuchekea mwanadamu. Uwezo tulionao wa akili ya mwanadamu mpaka hapa, mtu tunayesema ni genius anatumia 12%. Sasa mimi na wewe ambao ndo kajamba 8, 10%. Kwa hiyo 90% haitumiki kwa mtu mimi wa kawaida, na 88% haitumiki kwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo kumbe hata genius sio genius. Uwezo huo bado hatujaufikia kwa mwanadamu. Kwa hiyo unaweza ukaona nguvu tulizo nazo. Sasa ili tuweze kuzifikia tunahitaji kuwa huru, tusibanwe, lakini lazima tuenende na taratibu ya asili na taratibu tulizokubaliana. Na swali langu ndio lilikuwa linafuata hapo, hiyo sentence yako ya mwisho. Tunapozungumza uhuru, wengine ndio unakuta viongozi wetu wanaona kama kuna wakati hatucholi huo mstari wa natakiwa niishie wapi, kama ninatakiwa kujieleza, kama natakiwa kudai haki yangu, na kuna wakati mwingine unakuta tunashindwa kukutana katikati kama ambavyo msingi wa demokrasia unatutaka. Watu wetu wanafundishwa vizuri kujua kwamba kwa sababu nature ya kudai kitu ipo kwa mtu kwa kawaida kama ambavyo umezungumza, lakini unadai vipi, unaeleza vipi? Watu wetu wana hiyo elimu ya kutosha ili tusishuhudie huku hii mikinzano ambayo tunaiona baina ya mamlaka pamoja na makundi mbalimbali ambayo yanaona hichi kitu pengine hakiko sawa. Kuna mambo mawili. Asilia yenyewe peke yake imetutengenezea namna ya kuishi. Asilia peke yake. Sasa ili tuweze kustaarabisha asilia, tukatengeneza kitu kinaitwa sheria, utawala wa sheria, kwamba tuwe na sheria na miongozo ambayo lengo lake si kumbana Matias, si kunibana mimi, bali kutufanya sisi tustawi. Sasa jamii nyingi ambazo bado hazijatoka katika mifumo hiyo ya ugandamizaji na uelewa, bado hata sheria zake zinalenga kundi fulani la watu. Na hapa ndipo kunapotokea matatizo, kwamba sheria hazitengenezwi kama msingi wa kumfanya astawi mtu, kwa sababu kanuni lengo lake ni wewe ufanikiwe. Takupa mfano. Gari linalokunywa petroli, linalotumia mafuta ya petroli, aliwezi likatumia diesel. Kwa hiyo unapokuwa unafahamu kanuni, ufanye majaribio. Mfumo huko hivyo. Na ndo maana hata asilia yangu na wewe, mwanaume aweza akabeba mimba. Hana tumbo la uzazi. Ni asilia. Sasa mifumo ili tustarabishe kuheshimiana katika hilo, tukawekeana sheria. Sasa sheria zitakiwi kuwagandamiza kundi fulani na kuipa manufaa kundi jingine. Mwanadamu hapo ni sawa na maji kutoyapatia mkondo wake. Yatafosi yapite popote yanakotaka. Kwa hiyo hili ndilo kubwa ambalo linaendelea. Sasa uhuru, haupo uhuru sio kuwa na mipaka. Na kimsingi watu wote tunaozungumza, mimi na wengine, tunaogopa sana uhuru kuliko kutokuwa na uhuru. Kinyume cha kuwa na uhuru ni utumwa. Unapokuwa mtumwa, una mtu wa kulilia. Lakini unapokuwa kwenye uhuru, ulilii mtu. Unanyanyua jembe, unaenda kulima mwenyewe. Kwa hiyo kumbe kuna sheria nyingi na vikwazo vingi kwenye uhuru kuliko nje ya uhuru. Kwa hiyo lazima kuwepo sheria. Na ndio maana tunasema tukubaliane kusudi sheria hizi zitakapoanza kutekelezeka, asiwepo wa kusema hapana, mmenitengenezea sheria ya kuninyang'anya uhuru wangu wa kuamua. Kwa hiyo ni msingi mkubwa kwamba jamii zetu hizi
zitengeneze sheria ambazo tumekubaliana, zisipitishe vitu gizani na kufanya vitu gizani, ghafla mnakuta kwamba sheria inafanya hivi. Kwa hiyo uhuru ndiyo maana yake. Kwa hiyo hapo unataka kuniambia ndo msingi wa ile hoja ambayo tunaiona ikipigiwa chapua hata na vyama vya siasa ikiwemo Chadema kudai kutaka katiba mpya. Pengine labda turekebishe kitu ambacho tunakiona hakiko sawa ili tukutane katikati pamoja. Ndio. Sasa mwanzoni wakati unanijibu hapo ulizungumzia kuhusiana na ziara ya Rais Ruto ambayo tumeishuhudia ndani ya wiki hii, na miongoni mwa vitu ambavyo kuna kitu kilizungumzwa wakati wa hafla ya kusaini mikataba baina ya Tanzania na Kenya, na hapo ndipo dhana ya ile ya kwamba kuna watu ambao wapo pengine kuonekana kama kuvuruga amani ambazo zipo katika nchi zetu kwa kutumia hiyo pengine demokrasia kwa kujua au kwa kutokujua, pengine wanavuka hiyo mipaka ambayo inatakiwa, na ndio ikaja hoja ya kwamba finya huku ni finya huku. Sasa kumekuwa kuna mitazamo tofauti sana juu ya kauli hiyo. Nilikuwa nafuatilia vyombo vya habari vya Kenya, kuna wengine pengine wanakosoa, wanaona kwamba okay, sasa hii kitu itatufanya tutashindwa kuzungumza. Patenus, kwenye hoja kama hiyo uone kwamba pengine sisi ndio tunawapelekea viongozi wetu kwa kushindwa kujua mipaka yetu mpaka wanaweza kufikiria mawazo kama hayo? Niseme kwanza, kauli hiyo inaweza ikawa na sura mbili ama tatu. Sura ya kwanza, hakuna katika demokrasia mtu anafinywa. Hamna katika demokrasia. Kuna sheria, kuna taratibu, kuna kanuni. Kwamba atakayeenda kinyume na mstari huu, kama ilivyo kwenye mpira, yuko offside, ataonyeshwa kwamba yuko offside, na kama amefanya jambo jingine ataonyeshwa either kadi ya njano au kadi nyekundu. Hizo ndizo staarabu zinazotuongoza. Kwa hiyo hata katika serikali, na ndio pengine kilikuwa kinalengwa hicho. Na katika serikali sidhani, unajua kwa nini inaleta mgogoro? Ndio sura ya pili, unaposema nitawacharaza bakora kupitia sheria. Sio kupitia sheria. Umesema charaza huku, wakija kwangu nitacharaza hivi. Ni tofauti na kusema tutumie sheria kumaliza matatizo yetu. Kwa hiyo mimi siwezi nika-assume moja kwa moja kwamba alikuwa na maana hiyo, lakini ametumia neno bakora. Sasa mwaka 2005 2006 nchini Uganda kuna watuhumiwa wa uhaini walikuwa wamefunguliwa makosa ya kiuhaini, na bahati mbaya kulingana na mambo yao walionekana kwamba ni makosa tu ya kiutawala. Kwa hiyo majaji wa mahakama waliokuwa naamuru hiyo kesi wakataka kuwaachia, japo katika sheria ya Uganda ni kwamba lazima mahakama ijadiliane na mkuu wa nchi kwa watu wenye hayo makosa, na endapo kutakuwa na maelewano wanaweza wakawaachia au wakaelekeza namna nyingine. Sasa wao wakutaka kusikiliza Rais Museveni by then mwaka 2005 2006 wakataka kuwaachia Black Mamba. walizingira mahakama kuu na mitutu ya bunduki. Majaji kesho yake, mahakimu, wanasheria na raia wakaingia mtaani kwamba mahakama chombo huru ni chombo huru akiongozwi namna hiyo. Sasa wakatokea vijana kama unavyoona South Africa hivi, wamevaa vibaya, wana bakora, walicharaza watu bakora huko na wasama wanawaibia, mpaka ikabidi waililie serikali ije kusaidia. Kwa hiyo jeshi la polisi na nini ndio wakaingia barabarani kuokoa. Sasa hiyo ilikuwa inaitwa Kiboko Squad. Angelizungumza Rais Museveni ingelimuelewa, kwa sababu walikuwa na Kiboko Squad. Hawakuwa wahuni wale. Walikuwa ni watu wa kiintelijensia waliokuwa wamewekwa kufanya hivyo. Hii inaitwa Kiboko Squad. Sasa serikali nyingi za Afrika zina Viboko Squad. Kwa hiyo hapa tunapozungumza viboko tunazungumzia matako ya bunduki, vitako vya bunduki, tunazungumza bunduki, mabuti ya askari, mabomu ya machozi na kadhalika. Na ndio maana kauli hiyo imezua mjadala. Kwa hiyo kikubwa ilitakiwa either ijadiliwe na ielekezwe jinsi ilichokuwa inaimaanisha, lakini unapoiacha hivyo inaelea,
na kulishatokea jambo hapa Tanzania, baadhi wakashikwa na wakarudishwa, watu wanachukulia hiyo ndicho unachoimanisha. Kwa hiyo kumbe matamshi haya hata kama kweli ni ya kutumia bakora, wakati mwingine yakuwa yanastahili hata kutoka kwenye vyombo vya habari, na hata vyombo vya habari ambavyo vinaelewa utaifa na mamlaka ya rais hawakutakiwa hata kuliposti popote, kulipeleka popote kwa umma, itakiwa liishie hapo. Lakini hapo ndio inapokuja hoja ya kwamba tunachagua. Unajua vyombo vyote vya habari vinaongozwa na national character. Yeah. National character ni fikra ya kitaifa. Unaona vyombo vya magharibi si kwamba eti hakuna makosa yanayofanya. Wako vizuri kwenye kuprotect mambo yao. Kuprotect mambo yao. Lakini sasa sisi vyombo vya habari havishirikiani na serikali, na serikali haishirikiani na vyombo vya habari. Vyombo vya habari vinaonekana kama ni zimwi. Lakini wanapokuwa wanataka kukutana marais wawili, mtabiri muviite vije kuangalia, kuzungumza na kadhalika. Lakini vyombo vya habari sio zimwi, na vinatakiwa kujengwa katika mfumo wa serikali, katika mfumo wa kitaifa, kusudi waelewe namna ya kulionyesha taifa pale ambapo kuna misukosuko, na si kwa kutishwa, bali kwa kutambua kwamba habari ni national security issue. Yeah. Ndio. Sawa. Na kwa hiyo haukubaliani moja kwa moja na hoja ya kwamba watu wetu pengine wanafikia wakati wakitumia hiyo demokrasia, kwa sababu msingi wa kukuuliza hilo ni kwamba namna ambavyo nchi za Afrika zinaendesha demokrasia zake, na wapi ambapo wanashindwa kukutana katikati baina ya viongozi pamoja na watu wao ambao wanaoongoza. Lakini hii demokrasia watu wanatumia ku address issues ambazo zinawaathiri. Kwa mfano Rais Ruto alisema swala la watu hawana ajira, issues za umasikini. Pengine matatizo hayo ndio watu wanatumia hiyo njia kuweza ku address issues zao. Lakini ku address namna gani unasema ndio pengine inaonekana kuwa mtihani. Uone kwamba kuna haja ya kwamba kukiwa hakuna haya matatizo pengine patapunguza hiyo kufuata like hayawezi kupunguza. Mimi ninasema kwamba tuna sheria. Kwa hiyo yoyote anaenda nje ya mipaka ya sheria, ipo sheria na inatakiwa kutuendeshaje. Kwa hiyo si kwamba wajui, wanafahamu na sheria zipo. Mimi ambacho naweza nikasema kwamba matatizo tulionayo Afrika ni pale serikali inapodhani kwamba yenyewe ni baba, ni mama, na sisi raia ni watoto. Kauli kama hizo zinatokana na msingi wa kuamini hivyo. Serikali zetu sio baba wala mama. Inatoka kwenye ule msingi. Na ndio maana kwa mfano ukisoma azimio la uhuru la Marekani, wakati wanakuja kuanzisha ukatiba, na ikasaidia kwa kiasi kikubwa watu kuiga pale, na hata kabla ya hapo wanakuambia serikali zinaundwa kutoka kwenye makubaliano ya watawaliwa kwa watawala. The consent of the governed. Makubaliano ya watawaliwa kwa watawala. Sasa makubaliano hayo yasipokuwepo ni hatari sana kwa jamii ya sasa. Sio ya miaka ya 1600, 1200. Mambo yamebadilika sana. Kwa hiyo serikali za Afrika zikitaka zifanikiwe, zianze zielewe huo msingi, kwamba mamlaka tulionayo kama ambavyo wanasema inatoka kwa watu, na sisi sio viranja wa watu, ila watu ndio mabosi wetu. Hapo kutakuwepo unyenyekevu ndani ya serikali na kusikilizana, na sheria zitafanya kazi inavyostahili, kwamba mipaka ya sheria inasema mdai hivi, wewe ukienda kinyume sheria imeelekeza ufanyeje. Kwa hiyo hatuna haja ya kusema bakora. Sema sheria ipo inasema hivyo. Tumesema kwa mfano, unapokuwa unaendesha gari, taa nyekundu usimame. Aina cha mchana, aina cha jioni, wala usiku. Aina cha yupo nani pembeni. Sasa sisi wa Afrika tuna mgogoro kidogo unaotokana na values, misingi. Hatupendi kuishi kanuni, hatupendi kuishi hii misingi ambayo inatusaidia sisi wenyewe kujiachia, misingi ya uwazi, misingi ya amani, misingi inayodili na tuseme uungwana, uadilifu.
hatuishi hiyo misingi. Sasa hili haliwezi likatufanya tuendelee, na ndio maana unaona kuna machafuko makubwa, kuna mauaji yanaendelea kwa sababu tumejitoa kwenye misingi kabisa ya kuishi utu wetu. Patrice, muda unatupa mkono, na ningependa sana tumalizie na jambo moja. Inaonekana kama kuna wakati mwingine kwenye kutumia demokrasia ambayo tuko nayo, kuna wakati kama kuna eneo ambalo baadhi ya watu wanaonekana kutojua wanataka nini. Kwa mfano, ukimsikiliza Rais Ruto alivyokuja hapa nchini, alizungumza kuhusiana na changamoto ambazo zinatukabili, na ikiwemo kukosekana kwa ajira, lakini pia na swala la umasikini. Na hivi vitu viwili vinaweza kuchochewa au vinaweza vikatatuliwa sana kutokana na swala la uwekezaji. Na akatolea mifano, kuna wakati sasa unakuta katika kutatua hizo changamoto ambazo tuko nazo, kuna wakati unakuta anakuja mwekezaji hapa tunampinga, na akatolea mfano kwamba kulikuwa kuna uwekezaji unafanyika kule Kenya, watu wakaleta maneno, wakati anaenda kuwekeza mzungu ikaonekana kwamba hana tatizo, lakini anapowekeza Mwafrika au mzao inaonekana kuna shida. Na hata akazungumza naye kwenye kuhusu swala la uwekezaji kwa Tanga na wapi, na akaonekana kama pengine hajaeleweka au tumekosa ile dhana ya kujua nini tunataka uwekezaji, lakini kuna wakati mwingine unakuta tunapinga tena hiyo. Hapo una vitu viwili unavizungumza kwa kuvichanganya. Ni kweli tuna tabia ya kupingana sisi weusi kwa weusi, na ina athari ya muda mrefu. Sisi watu weusi tumejenga tabia ya kuonana wapuuzi, kutoaminiana, ya kuonana kwamba sisi hatuwezi tukawa na jambo mpaka liletwe na mtu mwingine nje yetu. Hiyo ni dhana ambayo utaki kuichanganya na ina mjadala wake mrefu. Ila dhana ambayo nataka tuijadili ni kile cha Tanga, ambacho ndo kimeleta pia maneno sana. Kimeleta maneno sana. Na naungana na Rais Samia. Rais Samia alianza kuhoji hilo jambo kwamba hivi wakati nasikia umetangaza wakati mimi sijui. Unajua hiyo kauli inachukuliwa kwa udogo sana, lakini ina maana kubwa mno. Hakuna taifa, kwanza hatuna sheria zinazokataza mambo hayo kwa kiasi kikubwa, ila tuna miiko inayotuongoza. Kwa mfano, heshima na uhuru wa taifa. Heshima na uhuru wa taifa lazima utaarifu kwamba kuna hiki na hiki na hiki. Sasa usipo taarifu mamlaka za nchi hiyo na ukatangaza moja kwa moja, tafsiri yake hakuna idhini ulionayo, lakini unaweza kwa kiasi kikubwa ukawa unafanya jambo moja tu, namalizia. Moja, unadogosha mamlaka ya nchi hiyo. Mamlaka ya nchi ambako unataka kufanya uwekezaji unaidogosha. Kwa hiyo hata uongozi wa kinchi uthamini kwa vyovyote vile, unauona tu basi. Na nilitegemea alipoongea hivyo au ameielewa katika perspective pana ya kidiplomasia, itifaki na heshima ya diplomasia, kwamba hapana, hili ni taifa linalojitegemea, na wakati mwingine maamuzi ya kuwekeza vitu hivyo vikubwa lazima kuwepo mijadala ndani ya taifa hilo. Kwa hiyo yawezekana wakata watu hapa tukisema tutaki hiyo refinery, Rais Samia hana cha kusema, hawezi akalazimisha. Kwa hiyo kumbe ilitakiwa hiyo hekima ionekane. Ila nilimuona Mheshimiwa Musalia Mudavadi ambaye ni waziri wa mambo ya nje, kama tutasema kwa lugha hiyo, alitakiwa kuwa ameguide vizuri hiyo kauli. Ila bahati mbaya ikajirudia bungeni tena, kwamba ninawasaidia, na wabunge wetu wakapiga makofi. Nikwambie mimi ningelikuwa ndani ya bunge na ni mbunge anayesimamia wabunge wa Chama cha Mapinduzi, ningewaita kwenye nidhamu, kamati ya nidhamu kabisa. Kwa nini? Mwenyekiti wako anasema sina taarifa, wewe unashangiliaje kusema mnamsaidia? Hiyo ni insubordination tukisema kwenye lugha. Kwa hiyo kwa sababu limeshaanza kuendelea kusemwa na kuisha, lakini nadhani walistahili kutoa maelezo fulani upande wa Kenya. Kwa sababu nitakupa mfano wa mwisho. Jirani anakuletea kitanda kwamba hiki weka kwenye nyumba ya wageni, wewe unapiga makofi tu unasema sawa. Lazima uhoji sana, na tayari ameshatangazia majirani namletea kitanda huyu. Sisi labda picha tunakuwa nayo labda ni msaada tu. Sio msaada. Yawezekana kuna mambo mawili. Moja, wanaotaka refinery kushirikiana na Kenya kutengeneza refinery
hawakutaka iwe Kenya, ila walitaka iwe taifa jingine kama Tanzania. Lakini wakaona kwenda kuconvince hilo linaweza likawa shida, tamka kabla. Kwa hiyo anaingilia mjadala ambao tungeufanya kwa uhuru wetu, ambao unazidi kudokosha mamlaka ya nchi kama nchi na uhuru wetu, lakini vile vile heshima ya itifaki na diplomasia. Hayo mambo yalitakiwa endelee. Na istoshe, ndani ya bunge kulikuwa kuna rafu nyingi zilichezwa. Waziri wa mambo ya nje hata kupewa nafasi ya kushukuru, wakati yeye ndiye anayesimamia hiyo itifaki, kama ambavyo angefanya Mudavadi. Kwa hiyo kumbe kuna vitu vingi vilijitokeza ambavyo ukiviangalia kwa jicho la kawaida hakuna aliyemuelewa Rais Samia alipokuwa anazungumza pale. Alafu na wabunge wanapiga tu makofi, washukuru. Mimi wangeniita mnoko, mimi ningelikuwepo. Ni Patenus Niyengira, na kikubwa tulikuwa tukijadili kuhusiana na swala zima la hatima ya demokrasia, namna ambavyo demokrasia imekuwa ikifanyiwa kazi na namna ambavyo tunatofautiana pengine mifumo ya demokrasia katika mataifa ya Afrika pamoja na mataifa ya Magharibi. Na tupo mwaka wa mbele imewashika.